Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 11 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni vikwazo, ikiwa ni katika wiki ya Juni 6 hadi Juni 12. Kama ilivyo ada, tutaalika uwepo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa njia ya ombi. Karibu Mwalimu Antoni, tubariki kwa ombi. Nashukuru. Tuweze kuamini na kuomba. Asante Mungu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Masaa haya tunapoenda kujifundisha neno lako, tunakuomba Roho wako Mtakatifu akae pamoja nasi ili aweze kutufundisha mengi na kututafsiria kila neno ambalo tunaloenda kujifundisha siku ya leo. Kae pamoja nasi, katubariki sisi wote, kawe na wasikilizaji wetu pia, uweze kuwafundisha mengi na kuonekania katika kila jambo ambalo wanalolifanya. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba pia na kuamini. Amina. Nipende kukuambia kwamba maoni yako na mchango wako ni muhimu sana kwenye comment section ili kuweza kuboresha vipindi hivi. Kwa hivyo feel free kucomment kwenye comment section. Unaweza ukatuambia umejifunza nini katika wiki ambayo imepita, ama siku ya leo umeweza kujifunza nini, na vile vile unaweza ukatuambia jinsi ya kuweza kuimarisha vipindi vyetu. Kwa hivyo comment kwenye comment section. Na iwapo unabarikiwa na mafunzo haya, feel free kushare ili wengine pia waweze kubarikiwa. Usije ukawa unabarikiwa peke yako. Mwalimu, fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Warumi, sura ni ya 5, aya ni ya 3 hadi 5. Rumi 5:3 na 5 nasema, wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo, na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Mwalimu, kwenye fungu elekezi tunapata mtumishi wa Mungu Paulo anaweza kutuelezea kwamba tuweze kufurahi katika dhiki. Naam. Mwalimu, tunawezaje kufurahi katika dhiki? Mwalimu, kufurahi katika dhiki ni jambo ambalo si rahisi sana. Naam. Lazima uko na kitu ambacho kinakuvutia, ambacho unajua dhiki ni ya muda tu, kama vile pia akiandika katika kitabu cha Warumi 8:18 anasema, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa hivyo mateso, mtumishi wa Mungu Paulo anasema mateso hauwezi yafananisha na ule utukufu ambao unangoja. Kwa hivyo kufurahi katika dhiki kunawezekana, lakini ukiwa unajua ambacho kitakachokuja baada ya dhiki ni kikubwa kuliko dhiki yenyewe. Kwa hivyo lazima uweze kujua ni kipi hiki ambacho unakitazamia. Unapokuwa na uelewa huu, itakuwa ni rahisi sana kuweza kufurahi katika dhiki. Na vile vile tumeweza kuona kwamba upendo wa Mungu lazima uweze kuwa moyoni mwako, kwa sababu pasipokuwa na upendo wa Mungu hautaweza kufurahi katika dhiki, kwa sababu kama vile ambavyo tutasoma siku ambazo zinafuata, kuna uwezekano kwamba unaweza ukawa sema Mungu pengine ndiye anakusababishia mambo haya. Kumbuka tumekuwa tukisema kwamba tuko katika pambano kuu ambapo wema na ubaya vinapigana. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa na uelewa wa ndani, tujue kuna vitu ambavyo hatuwezi tukaviona kwa macho yetu ya kibinadamu. Lakini pale ambapo tunaweza kuomba macho ya kiroho, tutaweza kujua kwamba vita hivi ni vita vikubwa zaidi. Na lazima tuweze kuwa na upande ambao sisi tupo, iwapo tuko katika upande wa Kristo ama upande wa Shetani. Kwa hivyo tutakapokuwa na uelewa huu, tutajua kwamba tunaangalia mambo ambayo ni ya umilele. Hatutakuwa tukiangalia mambo ambayo yanapita. Mwalimu, kwenye mada ya wiki hii tunaona kwamba ni vikwazo. Na tunajua katika mahusiano yoyote, kumbuka robo hii tumekuwa tukiangalia kukua katika uhusiano na Mungu. Na katika uhusiano wote ule ambao unazidi kukua, vikwazo havikosi, na vikwazo vinaweza kutuleta karibu na Mungu ama vikaweza kutusongesha mbali na Mungu. Katika vikwazo, watu wawili wanaweza kupitia jambo moja, lakini matokeo yakakuwa matokeo mawili tofauti. Mmoja ambaye anamwaminia Mungu anaweza kumkaribia Mungu zaidi, na yule ambaye imani yake kwa Mungu itakuwa imedorora ataweza kuona kana kwamba hakuna haja ya kumtumainia Mungu. Kwa hivyo
nipende kukuhimiza uweze kujiunga pamoja na sisi ili tuweze kudadavua mada hii. Je, vikwazo hivi vitusongeshe karibu na Mungu ama vitusongeshe mbali na Mungu? Kwa hivyo jiunge pamoja na sisi. Mwalimu, tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumapili ambayo ni dhoruba za maisha. Mwalimu, katika dhoruba za maisha, kisa ambacho tunapewa ni kisa ambacho Yesu alikuwa na wanafunzi wake pale pwani za Galilaya pale. Mwalimu, kisa hiki kinapatikana wapi? Kinapatikana katika kitabu cha Marko 4:35 mpaka 41 pale. Neno la Mungu linasema, siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji, na yeye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mumekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Yesu alisisitiza wanafunzi wake lazima wangeweza kutumia kile chombo kuweza kuvukia ule mto. Yesu alikuwa anajua kuna dhoruba pale, na alikuwa anataka kuona ama wanafunzi wake waweze kujifundisha kumwaminia ama kuaminia Yesu na kumtazamia katika kila neno. Wanapoingia katika kile chombo, maji yanachafuka kweli kweli, lakini Yesu yuko pale amelala. Yesu alikuwa anajua haya yatatendeka, lakini alikuwa amelala pale. Mwalimu, kwanza Yesu katika hili mashua ako katika kiti cha dereva, ni kama ni yeye wanatazamia aweze kuwavukisha bahari salama. Kumbuka yeye ndiye aliyetoa agizo la kuvuka kwenye ng'ambo. Kwa hivyo ni kama ni yeye dereva ile mashua. Kwenye shetri ndipo alipokuwa nahodha. Kwa hivyo Yesu yuko wapi? Kwenye shetri. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba yeye ndiye alikuwa amechukua usukani ili kuweza kuwa dereva, lakini sasa amelala. Lakini amelala pale. Kwa hivyo lilikuwa jambo la kushtua sana kwa wanafunzi, wanashangaa, ndio maana wanamuuliza, sio kitu kwako kwamba tunaangamia? Kwa hivyo wanafunzi, imani yao haikuwa bado imekomaa ama imefikia mahali pa kujua ambaye ameketi katika kile kiti cha udereva ama ambaye ameshika usukani, hata pepo na maji zinamsikia. Kwa hivyo Kristo anaweza kudhihirisha kwamba yeye ana nguvu za kuweza kutunusuru kwa yale yote ambayo tunayapitia. Kumbuka hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wavua samaki, walikuwa na uzoefu wa bahari kuharibika, lakini ni kana kwamba waliweza kujaribu mbinu zao zikakwama, na pale ndipo ambapo wanakumbuka kwamba yule ambaye yuko kwenye shetri amekuwa akifanya miujiza. Basi hebu tuende tumuulize yeye inakuwa vipi, kwani yeye hajali. Lakini mwalimu, kumbuka aliyewaagiza kuvuka bahari ni nani? Ni Yesu. Ni Kristo. Sababu anawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Na tunajua kuwa vyote Mungu aliweza kutamka, vyote vikawa. Kwa hivyo wangeweza kukaa ndani ya ile statement wakijua kwamba ambaye ametuambia tuvuke kwa kutamka vyote vikawa. Kwa hivyo ataweza kutuvukisha salama. Jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo tunaweza kuliona hapa kwamba iliweza kutokea dhoruba. Sasa pengine swali ambalo ninaweza kukuuliza pale nyumbani, je, ni dhoruba gani hizi ambazo umekumbana nazo ambazo zinakufanya unakuja na kumuuliza Yesu, je, hivi hujali kwamba tunaangamia? Kwa hivyo mara nyingi tunajikuta katika mchakato kama huu. Na jambo la kwanza ambalo tunalifanya ni kwenda kwa Yesu na kumkaribia. Lakini Mungu kwa upole ameweza kutulia, na tunajua yeye ni mtuliza dhoruba kwenye bahari. Kwa hivyo anaweza kutuliza dhoruba ambazo ziko katika maisha yetu. Cha kufanya ni kuweza kumtumainia yeye. Kumbuka tumesema kwamba watu wawili wanaweza kuingia katika dhoruba aina moja, lakini mmoja akatoka akiwa na matokeo tofauti na mwingine tofauti. Kwa hivyo kile ambacho kinawatofautisha hawa wawili ni kwamba imani yako imejengeka wapi? Ni kipi hiki ambacho unakiamini? Jukumu la kila mmoja wetu kuweza kuimarisha
uhusiano wetu na Yesu, ili ujue hata kukiwa na dhoruba, Yesu uko na uhusiano mzuri na yeye, ataweza kukunasua. Kumbuka uzoefu huu unaweza kutufundisha historia yetu nyuma kule ambako wametutoa, na pia inaweza kutupoint mbele, inatuelekeza mbele kule ambako tunaelekea. Jibu la wanafunzi katika wakati wao wa shida ni si kitu kwako. Walitilia shaka tabia ya Yesu na upendo wake kwao. Mara nyingi hili pia ni jibu letu tunapokabiliwa na nyakati ngumu. Ni katikati ya kukosa tumaini ndipo tunaweza kujaribu kujiokoa kama wanafunzi, au wakati mwingine ni wakati tunapohisi uchungu au kupoteza kitu ndipo tunaanza kuhoji au kutilia shaka upendo na utunzaji wa Mungu kwetu. Tunafikiri kwamba anapaswa kutenda kwa njia fulani kulingana na kile tunachofikiri na kuona kutoka kwa mtazamo wetu wa kibinadamu. Lakini kama ilivyokuwa kwa wanafunzi, ni katika dhoruba za maisha ambapo Mungu anaweza kufanya miujiza mikuu zaidi. Mungu ni mwaminifu kila wakati, hata wakati ukosefu wake wa kuhusika haueleweki kwetu. Yeye yuko katika dhoruba zetu na sisi, na anaweza kutuliza dhoruba wakati hatuwezi. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni pona kabisa. Mwalimu, katika siku hii ya Jumatatu tunakumbana na kisa kingine vile vile katika kitabu cha Mariko, pale sura ni ya 5 aya ni ya 21 hadi 34. Mwalimu, Yesu yuko safarini. Yule bwana anaitwa Yairo amekuja na kumwambia Yesu mtoto wake yuko katika hali ya kufa. Kwa hivyo hilo ni jambo la dharura. Lakini akiwa njiani, mwanamke mwingine pia yeye anatokea pale na yeye ana shida zake tu, amekuwa akibubujika damu kwa takriban miaka 12. Na sasa mwalimu amesikia kwamba Yesu yuwapita, akasema lazima aweze kumfikia huyu Kristo. Angaa aguze nguo yake ili aweze kufanya nini? Kupata uponyaji. Mwalimu, uliweza kujifunza nini katika kisa hiki? Mwalimu, kisa hiki ni kisa ambacho kina mafundisho mengi sana. Mwalimu, tuende katika kitabu cha Marko 5:26 pale. Marko 5:26, neno la Mungu linasema hivi: na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo. 28. Naam, 28 inasema, maana alisema nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Nimesema kwa ufupi mwalimu hizo basi mbili. 26, huyu mwanamke alikuwa amegharamika sana. Alikuwa amejaribu kila mbinu zote katika mikono ya madaktari. Lakini hakuweza kupona. Lakini kitu inamkujia katika 28 inasema, nikiweza kulifikia vazi la Yesu tu, niliguze hivi, hakika yake nitapona. Kwa hivyo kwa huyu mwanamke alikuwa na imani ya kwamba akimfikia Yesu, ni gaidi ya kuwa ametumia kila kitu ambacho alikuwa nacho kwa mikono ya madaktari akakataa kupona. Alikuwa sasa na imani ya kwamba akiweza kumguza Yesu ambaye ndiye tabibu mkuu ataweza kupona. Vazi la Yesu halikuwa na uponyaji, si vazi ambalo liliweza kumponya yule mwanamke. Ni imani ambayo huyu mwanamke alikuwa nayo. Mwalimu, kumbuka kulikuwa na msukumano wa watu wengi kadhaa, na watu wengi walikuwa wanaguza Yesu, lakini hawakuwa wanaponyeka, sababu wao hawakuji na imani ama hawakuji kwa Yesu kuweza kupona. Mguso wao ulikuwa wa kawaida. Lakini mwanamke huyu mguso wake ulikuwa ni wa imani. Bila shaka vazi la Yesu halikuwa na nguvu ya kupona, lakini imani ambayo mwanamke alikuwa nayo ndiyo ilikuwa na nguvu ya kumkona. Mwalimu, tuende 29. 29 inasema, mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Kwa hivyo kwa kuliguza hapo hapo alipona mwili wake. Mwalimu, 34 inasema, akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Bila shaka Yesu anamwambia imani yako ndiyo imekupona, enenda na usiwe na msiba tena. Mwalimu, mwanamke alipona na imani yake, bali si muujiza wa kuliguza lile vazi
la Yesu. Na pengine pale nyumbani nipende kukuuliza, je, uko miongoni mwa umati wale ambao wana mguso wa kawaida ambao hawapati uponyaji? Je, wewe uko miongoni mwao, ama uko miongoni mwa wale ambao wanaenda kwa mguso wa imani kama yule mwanamke na wanaweza kupata uponyaji? Kwa hivyo mwanamke huyu, kama vile ulivyosema, alikuwa amejaribu kila namna ya kibinadamu ya kuweza kupata uponyaji, lakini ilishindikana. Lakini katika dhoruba yake, katika mashaka yake, katika haya yote ambayo alikuwa akiyapitia, aliweza kutambua kwamba iwapo ataligusa vazi la Yesu Kristo. Unaposoma Marko 5:27 kuna kitu ambacho niliweza kukiona pale, ambayo inasema aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma, akaliguza vazi lake. Mwalimu, nataka usikie alipofanya nini? Aliposikia habari za Yesu. Kwa hivyo ni kitu ambacho aliazimia moyoni mwake, leo liwe liwalo, lazima niweze kufikia Yesu, niweze kumgusa. Mwalimu, ukiangalia mwandishi wa lesoni, kuna vile ambavyo ameleta mada hii kwa njia ya ufasaha kabisa. Nitasoma. Anasema tukio hili linaonyesha utunzaji na huruma ya Yesu kwa wagonjwa na wapweke na wale ambao kwa kawaida hupotea katika umati. Wengi siku hiyo walimsogelea Yesu kwa karibu walipokuwa wakisukumwa na umati, lakini ni mmoja tu aliyenyosha mkono kwa makusudi ili kumgusa Yesu apokee baraka alizozihitaji sana. Hata hivyo, si mguso wake uliomponya, imani yake ndiyo iliyomfanya apone. Mwokozi angeweza kutofautisha mguso wa imani na ule wa kawaida wa umati usiojali. Vazi la Yesu halikuwa na nguvu maalum, badala yake ilikuwa ni imani ya mwanamke na uamuzi wake wa kumgusa ndiyo uliomponya. Mwanamke huyu dhaifu, katika mateso na dhiki yake, angaliweza kukaa kitandani asubuhi hiyo, lakini badala yake, kwa makusudi na kwa matumaini, alimtafuta Yesu ili kusitawisha urafiki wake kwa tumaini la kuponywa. Kumwona kwa mbali hakukutosha, akamsongelea. Mwalimu, kwa hivyo lazima tuweze kumsongelea nani? Kristo. Yesu. Na kumsongelea Kristo, kumbuka tunajaribu kuboresha mahusiano yetu na Kristo. Lazima tuweze kumwelewa huyu ambaye tumeweka imani yetu kwake. Yesu anatusihi tufanye vivyo hivyo leo, kama yule mwanamke. Anasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao, wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mwalimu, kwa kimombo wanasema lazima tuweze kufanya personal effort. Kusudi la kibinafsi. Mwalimu, unajua kwa ule umati hawakuenda kiumati kuponywa wote. Yule aliweza kufanya personal effort, juhudi zake za kibinafsi kuweza kumfikia Yesu. Kwa hivyo na sisi lazima tuweze kufanya jitihada za kimakusudi kuweza kumpata huyu na kumfikia huyu Yesu ambaye ametupa mwaliko. Mwalimu, kama vile ambavyo tumesoma, Kristo amepatia kila mtu mwaliko, la kufanya ni kuweza kukubali mwaliko. Mwalimu, iwapo hauna la ziada, tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne ambayo ni Ayubu. Kisa cha Ayubu ni kisa kirefu sana. Ni mtu ambaye katika hiyo nchi yao alikuwa ni mtu tajiri sana. Alikuwa ni mtu ako na kila kitu ambacho watu wangetamani kukuwa nacho duniani. Kwa siku moja anawapoteza watoto wake, anapoteza mifugo, mali yake yote. Naona mwalimu, Ayubu ametoka vidonda mwili mzima. Na kweli akapitia mateso mengi, mpaka pia bibi yake anamwambia, umeteseka sana, si umuasi huyu Mungu, mtukane Mungu ufe. Na pia tunaona marafiki wa Ayubu watatu, mwalimu, wanakuja kutembelea. Pia mambo ambayo anamwambia ni mambo ambayo yanataka kumfanya Ayubu amuasi Mungu. Ni kana kwamba wanajaribu kusema, wewe uko katika hali hii kwa sababu ya Mungu, mahusiano yako na Mungu hayako sawa. Ni kana kwamba wewe kuna dhambi ambayo umeifanya. Kwa hivyo Ayubu, mwalimu, tunaona mambo yote anayopitia, lakini hakuweza kamwe kumuasi Mungu. Kumbuka mwalimu, ni vizuri kukumbuka hapa,
Ayubu hakuwa anajua yale maongeo ya shetani na Mungu pale. Nataka tuangalie ile imani Ayubu alikuwa nayo. Alikuwa anaamini Mungu ndiye mkuu na hakuna Mungu mwingine. Tunaona katika haya yote ambayo yanazidi kutokea, nataka tuione kauli ya Ayubu. Naam. Kumbuka ameletewa habari kwamba watoto wake wamekufa, mali yake yote haipo. Lakini nataka tuone mwitikio wake kwa habari hizi ambazo zilikuwa zinamfikia, ambazo unaweza sema ni breaking news mwalimu. Naam. Unaposoma katika kitabu ni cha Ayubu 1:21, nasema akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Mwalimu, huyo ni mtu ambaye anayapitia haya yote, lakini anasema jina la Bwana libarikiwe, litukuzwe. Mwalimu, wengi wetu pale ambapo tunayapitia haya ni wakati ambapo tunatumia ile fursa kumrushia Mungu lawama, tukisema kwamba yeye ndiye ambaye ametusababishia haya yote. Mwalimu, kumbuka hatujui yale ambayo yanaendelea nyuma ya pazia. Kwa sababu ni mengi tu sana ambayo yako nyuma ya pazia, ambayo yamefichika machoni mwa binadamu. Lakini iwapo tutakuwa na imani kama hii ya huyu jamaa, ni kumaanisha kwamba huyu jamaa mali zake zote, watoto wake wote, alikuwa anadhamini Mungu zaidi ya mali yake na zaidi ya watoto wake. Kwa sababu ingekuwa anadhamini watoto na mali, sidhani kama angekubaliana na kauli hii kusema kwamba okay, yametokea, Mungu jina lake bado libarikiwe. Mwalimu, ingekuwa ni mali anategemea hangekuwa na hii. Kwa hivyo licha ya kuwa alikuwa ni mtu ambaye amebarikiwa na Mungu, licha ya kuwa Mungu alikuwa amemzingira, alikuwa ameweka imani yake kwa Mungu, kama vile tulivyosoma katika aya ya kwanza kwamba alikuwa ni mtu mkamilifu na mwelekevu na ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kwa hivyo nipende kukusihi popote ulipo uweze kumtegemea Mungu, uweze kuweka misingi yako kwa Mungu, ili dhoruba zitakapokuja usije ukatikisika, kwa sababu utakuwa umejenga misingi yako kwa Mungu ama kwa Yesu Kristo. Iwapo utakuwa umejenga misingi yako kwa mali ya dunia, kwa watoto wako na vitu kama hivyo, vitakapoguswa, kwa sababu ndivyo ambavyo umeweka imani yako pale, bila shaka utamkataa Mungu. Mwalimu mwandishi wa leseni anasema hivyo. Kutoka ndani ya mwili wake unaoteswa, Ayubu anapata fumbo lifuatalo la tumaini. Anasema hivi mwalimu: na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu. Hiyo ni Ayubu 19:26 mwalimu. Mwalimu, ningependa tuanzie 19:25. Alafu kuna kitu ambacho nitajaribu kuona kama tutajifunza hapa. 25 inasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Imani yake ameweka wapi? Kwa Mungu. 26 inasema, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu. Mwalimu, imani yake wapi? Kwa Mungu. 27, nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine, mtima wangu unazimia ndani yangu. Mwalimu, 25 imeanza ikisema lakini mimi najua. Mwalimu, kuna wengine katika Biblia ambao walisema najua. Nataka tuende moja kwa moja hadi kwenye kitabu ni cha Paulo. Tujue kwamba Paulo mwenyewe alisema najua. Kwa sababu alikuwa ameiweka imani yake kwa Mungu. Alikuwa anaangalia vitu visivyoharibika, vitu ambavyo vina umilele. Mwalimu, tupatie kitabu ni cha Timotheo wa pili 1:12. Timotheo wa pili 1:12. Timotheo wa pili 1:12 nasema hivi. 12 mstari wake nasema, kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, wala sitahayari, kwa maana namjua yeye niliyemwamini. Kwa maana namjua yeye niliyemwamini. Kwa hivyo alikuwa na uelewa wa huyu ambaye anamwamini. Na tumesema katika kukua uhusiano wetu lazima tujue yule ambaye tunamwamini, ili tuweze kuwa na kauli kama hizi. Naona pia mtumishi wa Mungu Danieli pia yeye alikuwa na uelewa wa yule ambaye anamtumikia. Mwalimu, tupe kitabu ni cha Danieli 3:17 ili kudhibitisha hili. 3:17 Danieli nasema, kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia
anaweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wake, mfalme. Kwa hivyo walijua kwamba Mungu angefanya nini? Angewaokoa. Walimu hawa imani yao ilikuwa imejengeka kwa Mungu, kwa sababu unaposoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 4:18 inasema, tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa hivyo walikuwa wakivitazamia vile ambavyo vina umilele. Sisi pia tunaishi katikati ya vita hii. Shetani hutuletea maumivu, mateso, kufiwa na shinda kama sehemu ya mpango wake wa kupotosha taswira yetu ya Mungu mwenye upendo. Katika nyakati kama hizo, tunaweza kuitikia kwa njia moja kati ya mbili: kumlaumu na kumkataa Mungu, au kushikana naye kwa nguvu zetu zote. Ingawa vita ni kali, tunapaswa kukumbuka kwamba mtazamo wa milele, matatizo yetu ya muda ni majaribu ya muda tu. Kuna mengi zaidi kwenye picha yenyewe kuliko haya tunayoyaona hapa na sasa. Na moja ya changamoto kubwa kwa waumini ni kumwamini Mungu hata katika nyakati za giza. Mungu kwa njia nyingi ametufunulia ukweli wa upendo wake. Ni lazima tushikilie ukweli huu muhimu, ule wa upendo wa Mungu, hata wakati ambapo huenda hatuelewi kwa sasa. Shangaza sana vile ambavyo shetani anamshutumu Mungu, akiwaongoza wanadamu kumtazama Mungu kama mwanzilishi wa dhambi, mateso na kifo. Kwa hivyo shetani anajaribu kufanya nini? Kupotosha mtazamo wa binadamu kwa Mungu. Aweze kusema kwamba Mungu ndiye muasisi wa dhambi, Mungu ndiye muasisi wa mateso, na vile vile Mungu ndiye muasisi wa vifo. Lakini kumbuka, Yesu anaweza kudhihirisha upendo wake msalabani pale ambapo anatufia, na shetani vile vile anaweza kuanikwa peupe pale ambapo tunajua kwamba dhambi ndio ambayo imemweka Kristo msalabani pale. Kwa hivyo katika udhihirisho huu ambao Kristo ameweza kutupatia, na katika accusation ambazo shetani anazileta dhidi ya Mungu, je, ni kipi ambacho wewe kinakutia shime? Je, ni malalamishi ambayo shetani anasema kwamba Kristo hawezi akaaminika, ama ni Mungu ambaye ameweza kudhihirisha upendo wake kwa Kristo kupitia njia ya msalaba? Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano, barabara ya kwenda Emau. Mwalimu, tunajua matukio ambayo yalikuwa yametokea. Kulikuwa na the triumphant entry pale ambapo Kristo ameweza kuingia na hali ya taadhima pale. Ameweza kupokelewa vizuri. Ile wiki ya mwisho ya Kristo, kidogo kidogo hivi tunaona kwamba ameweza kusalitiwa, na sasa amekwenda msalabani, ameweza kufa. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wamesahau kwamba alikuwa amewaambia siku 3 angekufa. Alafu afanye nini? Afufuke. Kwa hivyo imani yao ilikuwa imevunjwa kabisa. Katika hali hii ya sintofahamu, wanafunzi wa Yesu wanatapakaa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Wawili wako katika safari kuelekea Emau. Mtu wa tatu anajitokeza, anaambatana nao safarini, anaweza kusikia wakizungumza. Kuna nabii fulani ambaye watu walikuwa wamemwamini. Sisi wenyewe tulimwamini, tukafikiria atatukomboa kutoka kwa Warumi, lakini amekufa. Kwa hivyo sasa walikuwa katika hali ya simanzi, wasijue mbele wala nyuma. Na kwa hivyo katika hali hii ya kukosa imani, mtu wa tatu huyu ambaye wameelekea pamoja na wao anawauliza, inakuwa vipi? Wanamuuliza, kwani wewe ni mgeni hapa? Wewe pekee mgeni, haujasikia hizi habari wewe? Vipi wewe? Lakini hawakujua yule alikuwa ni Kristo. Ni mpaka pale ambapo alipowafungua macho yao ya kiroho kwa kuwapeleka kwa maandiko, imeandikwa, ndipo walipokuwa na ule uelewa. Walimu wale wanafunzi walikuwa wakielekea wapi? Emau, lakini hawakuwa wamefika. Waliweza kugeuka na kurudi Yerusalemu, hata hawakufika walikokuwa wakienda, baada ya kujua kwamba yule alikuwa ni Kristo. Twende katika kitabu ni cha Luka 24 tuweze kuona matukio haya. Mwalimu, tupe Luka 24, soma 28. 28 mstari wake unasema hivi: wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Soma ya 31. Kafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha
akatoweka mbele yao. Mwalimu, soma 33. Wakaondoka saa ile ile wakarejea Yerusalemu, wakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao. Mwalimu, kwa hivyo wanaiacha safari ambao walikuwa bado hawajaitimiza na kurudi moja kwa moja hadi kwa wanafunzi wenzao hadi Yerusalemu. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba mtazamo wao uliweza kubadilika. Lakini kumbuka, walikuwa katika hali ya sintofahamu, hali ya simanzi. Lakini Kristo anaweza kuwapatia mtazamo chanya. Wanafumua moja kwa moja kuelekea wapi? Yerusalemu, ili kuweza kuwapasha wale wengine habari hizi ambazo wameweza kuzipata. Mwalimu, je, Kristo yuko pamoja na sisi lakini hatumuoni katika mateso yetu? Je, Kristo anaambatana na sisi lakini kwa sababu ya kutomuelewa, kwa sababu uhusiano wetu haujajengeka, tusije tukamuona? Mwalimu, ni swali ambalo tutajiuliza. Unajua, wakati mwingine tunafikiria kwamba hayuko lakini yuko. Mwalimu, ukiona wengine wetu tunaweza kuwa pia ni wageni, hatumjui Yesu. Hata anapokuja katika maisha yetu tunazidi kumuuliza maswali kwa sababu hatuna uzoefu wa kiroho. Kama vile 18 nasema, akajibu mmoja wao jina lake Kleopa akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Mwalimu, kumbuka huyu jamaa anaongea naye ni nani? Kleopa. Anaongea, anamuonji Yesu, anamuuliza Yesu. Naam. Kwa hivyo yeye hajui kwamba mwenye anazungumzia ni mjuzi wa yote, ni mjuzi wa yote, mhusika mkuu. Naam, ndiye anachakato huo. Naam, ndiye anayerejelewa hapo. Naam. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kukua na ule uhusiano mwema na Yesu wa kiroho, ili tuweze, Yesu akijionyesha maishani mwetu, tuweze kumtambua na tujue ndiye mwokozi wetu na ako na lengo nzuri la maisha yetu. Mwalimu, unaposoma 24:38, baada ya kuwa Yesu amewatokea akawaambia, mbona mnafadhaika na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwetu? Mwalimu, hata sisi katika yale ambayo tunayapitia, Yesu ana swali lile lile anatuuliza hivi, mbona tunafadhaika? Na vile vile anatuuliza, mbona tunaona shaka mioyoni mwetu? Mwalimu, tunapaswa kumtazama Yesu kwa sababu anawaambia, tazameni mikono yangu na miguu yangu, kuhakikishia kwamba ni yeye. Kwa hivyo Kristo katika haya anatuambia, nitazameni mimi, msije mkatazama zile hali ambazo mnapitia, kwa sababu mkitazama zile hali zitawameza. Kwa hivyo nitazameni mimi ambaye nina nguvu kushinda hizi hali ambazo mnapitia, na mimi nitawavusha salama katika haya yote ambayo mnayapitia. Jambo ambalo pia niliweza kujifunza hapa, tupatie kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 15:58 tuweze kuona vile ambavyo Kristo anatuelezea. Anatuambia be still, na vile vile Zaburi 4:6 inatuambia be still, ili muweze kujua mimi ni Mungu. Kwa hivyo tulieni mjue mimi ni Mungu, niwaachieni haya magumu ambayo mnafikiria yanawakwaza. Mwalimu, Wakorintho wa kwanza 15 ngapi mwalimu? 58 inasema hivi, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike msitikisike. Kwa hivyo tuimarike, tusitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Kwa hivyo tuzidi kutenda kazi ya Bwana, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Kwa hivyo taabu yetu, yale ambayo tunayapitia sasa, si bure. Kwa hivyo tufanye nini? Tusije tukatikisika. Kwa hivyo tuzidi kuwa ni watu ambao kwa kimombo wanasema unmovable. Yani hatuwezi tukasongeshwa na mambo ambayo tunakumbana nayo. Mambo ambayo tunakumbana nayo hayawezi yakatutoa kwa Mungu kwa sababu tuko unmovable. Hatutikisiki. Mwalimu, hilo ndilo himizo langu katika siku ya Jumatano. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi ambayo ni muone Yesu. Mwalimu, je, umewahi kutamani kumuona Yesu unapohisi kukata tamaa? Nafikiria kila Mkristo juhudi yake aweze kumtazama ama kumuona Yesu. Naam. Maisha yanapokupiga katika kona pale ambapo unaona umefika mwisho, umejaribu mbinu zako za kibinadamu, pengine zimefikia mwisho,
Mara mingi ndio tunapomkumbuka Yesu kama vile tumesoma katika leseni leo. Ni bahati mbaya kuwa tunamkumbuka Yesu ambapo tumefikia mwisho. Tuanzilishi shughuli zetu na Yesu. Tunataka kumalizia na yeye. Tunaanza mipango yetu, ikifika mwisho kama vile unaona yule mama ametumia mbinu zote za kwenda hospitali, ametumia mali yake lakini ameshindwa kupona. Ndio sasa anamkimbilia Yesu sababu ndiye tabibu mkuu. Kila Mkristo ni anjitie juhudi kuwa mkaribu na Yesu kila mara anapofanya tendo lolote, sababu tunajua Yesu ndiye tunayetazamia. Mwalimu, kumbuka pale katika kitabu cha Tito kinasema tumtazamie tumaini lenye baraka na mafunuo utukufu wa Yesu Kristo, sababu ndiye Mungu wetu na mkombozi wetu. Kwa hivyo ni tukikaa tukiwa tunamtazamia Yesu na tukimtafuta Yesu, Yesu naye atazidi kutufungulia njia mingi na kutufundisha zaidi ndani yake ili tuweze kumjua. Kama vile alisema atatupia roho wake na roho wake atakuwa mwalimu wa kututia katika ile kweli yote. Mwalimu, tunaona katikati ya magumu ya maisha tunahitaji kumtazama Yesu na kile anachoonyesha kuhusu upendo wa Mungu kwetu, lakini shetani analitambua hili. Kwa hivyo anataka kutuzubaisha ili tusije tukamjua huyu Yesu, tusije tukaona upendo wa Mungu. Mwalimu, tupatie kitabu ni cha Wakorintho wa pili 4:4 ili tuweze kuona shetani ni kipi hiki ambacho anakifanya ili kututoa katika weza kumtazama Yesu na kumjua Mungu. Umesema Wakorintho wa pili 4:4. Naam. ine mstari wake wa 4 wa Korintho wa pili nasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Kwa hivyo shauku ya shetani ni kupofusha fikra zetu tusije tukauona utukufu wa Kristo aliye sura. Kwa sababu anajua tukijua hili tutafanya nini? Tutaweza kuvutiwa na upendo wake ambao unatuvuta. Kwa hivyo upendo wa Mungu unatuvuta kwa kamba zake. Lakini shetani hili kalitambua. Mwalimu, tupatie kitabu ni cha Wakorintho wa pili 2:11 tuone tutamshinda shetani vipi ili tuweze kumuona Yesu maishani mwetu. 2:11 wa Korintho wa pili nasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Kwa hivyo neno la Mungu linaweza kumfunua nani? Shetani. Kwa hivyo lazima tuweze kuimarisha mahusiano yetu na Mungu kutoka kusoma neno lake ili tuweze kumjua shetani, mitego yake, hila zake. Vile vile tuweze kuimarika na kuvalia silaha ya vita ambayo inapatikana katika kitabu ni cha Waefeso 6:12 kushuka, ili tuweze kuzishinda hila za shetani. Kwa kutamatisha, mwalimu, tunaona ni wakati tunakabiliwa na changamoto za maisha ndipo tunahitaji sana kushikamana na Mungu. Mada zote ambazo tumechunguza katika robo hii zinachangia katika kudumisha au kufanya upya mwendo wenye nguvu na Mungu. Unapokabili hali ngumu kama vile matatizo ya kiafya, matatizo ya kifedha, kuvunjika kwa ndoa, kifo cha mtu wako wa karibu, au mzigo mwingine unaokukosesha furaha, bado tunaishi katika ulimwengu wenye dhambi uliojaa maumivu na mateso, na kila mmoja wetu anakabili magumu wakati fulani maishani mwake, mambo ambayo yanaweza kutufanya tutilie shaka upendo wa Mungu. Tunapotazama jinsi watu mbalimbali katika Biblia walivyojibu vikwazo vya maisha, tunaweza kupata ujasiri kwamba itikio letu katika nyakati kama hizo linaweza kuimarisha kutembea kwetu pamoja na Mungu ambaye habadiliki na ambaye upendo wake unaendelea daima. Kwa hivyo lazima tuzidi kumuona Kristo katika panda shuka zetu, tusije tukakosa kumtazama Kristo. Unawezaje kumuhimiza mtu ambaye kidogo amekwazika? Kukwazika ni jambo ambalo ni la kawaida katika ulimwengu wa kisasa ama katika ubinadamu, sababu ndio kazi ya shetani kuweza kutukwaza ili tuweze kumwachilia Yesu. Kwa hivyo kama kuna jambo ambalo limekukwaza katika maisha, jambo kuu la kufanya
ni kumkaribia Yesu kwa maombi ili aweze kukupea nguvu na suluhisho ya hilo ambalo linalokukwaza. Sababu inaweza kuwa unakwazwa na binadamu mwenza, unaweza kuwa unakwazwa hata na mshirika mwenza ambaye mnayoshiriki naye kanisani, lakini Yesu anatuhimiza ya kwamba tujifundishe kwake, kwa sababu yeye ndiye mwingi wa rehema na neema, ni mpole wa moyo. Tukijifundisha kwa Yesu tutaweza kuona njia ya kuepuka hilo kwazo. Wewe ambaye pale nyumbani umekwazika, himizo langu ni hili kwako. Kwa kimombo inasema, huyu inarejelea Mungu, he is watching over you, trembling child of God. Kwa hivyo Mungu anakutazama wewe ambaye ni mtoto wake. Ni mtoto wake ambaye unahangaika. Are you tempted? He will deliver you. Je, umejaribiwa? Atakuokoa. Are you weak? He will strengthen. Kwa hivyo iwapo hauna nguvu, atakutia nguvu. Are you ignorant? He will enlighten you. Iwapo una maarifa, tunajua Mungu atakupa maarifa. Are you wounded? He will heal. Kwa hivyo iwapo una majeraha, atakuponya. Vile vile inasema, the Lord telleth the number of the stars, and yet he healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Mwalimu, tupatie kitabu ni cha Zaburi 147:4-3 ili tuweze kuona kwamba Mungu anajua idadi ya nyota, na vile vile huyu Mungu anaweza akayafunga majeraha yetu. 3 inasema, uwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Uhihesabu idadi ya nyota, huzipa zote majina. Kwa hivyo Yesu anasema njoo kwangu, ni mwaliko ambao anakupatia. Haijalishi ni kipi kile ambacho unakipitia, majaribu gani ambayo unayapitia, yaweke mahitaji yako kwa Mungu. Ataweza kufungua njia zako na kuweza kushinda hila za mwovu shetani. Naam. Alafu inasema, the weaker and more helpless you know yourself to be, the stronger will you become in his strength. Yaani vile unajisikia kuwa mdhaifu, mnyonge na mdhaifu, na hauna usaidizi wowote kwake, kwa Mungu anakuimarisha zaidi na kukupea nguvu zaidi. Amina mwalimu. Mwalimu, kwa hivyo la kufanya ni kuweza kumpatia Mungu mahitaji yetu ili akaweza kuyashughulikia kwa wakati wake na kwa njia ambayo anaona ni mwafaka kwa sisi, si vile ambavyo sisi tungependa iwe. Mwalimu, kwa sababu tutampelekea malalamishi yetu na tumpatie marking scheme ya vile ambavyo tunataka asahihishe. Naam. Lakini yeye ndiye ambaye anajua, kama vile ambavyo tumesema, anaweza tupatia jibu ambalo kidogo hatupendi, lakini kwa uwezo wake, kwa ufahamu wake, ameona hilo ndilo bora mwalimu. Kwa hivyo tuzidi kutia imani yetu kwa Mungu. Umechoka nje, umesumbuka? Naam. Unasema hivi, mwambie Yesu sumbuko lako. Unayelilia yapitayo, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako. Juu rafiki amini, hakuna rafiki kama yeye. Mwambie Yesu pekee. Amina. Je, machozi ya kulengalenga? Mwambie Yesu sumbuko lako. Umelemewa na dhambi rohoni? Mwambie Yesu pekee. Waogopa shinda na majozi? Mwambie Yesu sumbuko lako. Wasumbukia mambo yajayo? Mwambie Yesu pekee. Kuwazia kifo kutisha? Mwambie Yesu sumbuko lako. Watamania ufalme wake? Mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako. Yu rafiki amini, hakuna rafiki kama yeye. Mwambie Yesu pekee. Kwa hivyo la kufanya ni kumwambia Kristo ambaye ndiye rafiki wa kweli. Mwalimu, utatutamatishia kwa ombi? Tuweze kuamini na kuomba. Asante Mungu, asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kutupea nafasi ya kujifundisha neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatufundishe mengi. Kama kuna kitu ambacho tumesema ama tumeweza kuongea ambacho ni kinyume na mapenzi yako, tunaomba msamaha na tunaomba uweze kukitoa katika nyoyo zetu, na ili utupee ambacho ni cha haki.
kawa na kila mmoja wetu, kabariki wasikilizaji wetu, katuongoze sisi wote, katufunulie wema wako, ukae pamoja nasi zaidi ili tuweze kujifundisha kwako na tuweze kukua washindi, hata ingawa tunapitia majaribu mengi ambayo mwovu shetani anaweza kutupitizia kila wakati. Katubariki na ukatusaidie katika ulimwengu wa kisasa, maana ni wewe tu kimbilio letu. Kwetu sisi hatuna nguvu, tu wadhaifu tu, na tu watoto wako tunakutegemea katika kila jambo. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.